Tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama ulivyosikia, mimi naitwa Mama Ketoni. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kusimama mahali hapa. Nashukuru Mungu ambaye amenipa hii nafasi kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Harriet. Amependa leo ni simame katika zamu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi. Nashukuru Mungu hata kwa ajili yenu. Mngelikuwa hamkukaa mahali hapa, hata mimi singeweza kusimama, lakini Bwana imempendeza ili mkakae mahali hapa kusikia neno. Mmoja amesema imani huja kwa kusikia, naye amekuja mahali hapa ili apate kusikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja anahitaji asikie neno la Mungu kutoka kwa Mungu. Basi kabla sijaendelea, nataka tukaombe tu, maana sijasikia kwamba neno limekwisha ombewa. Acha nisimamishe mtumishi wa Mungu yoyote yule akapate kuombea neno. Sitamtaja, lakini ukisikia na huo uwepo wa kuombea neno, omba. Tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Jehova uishie milele na kutawala, masaa mengine Baba tumefikia, tumetamani kula na kunywa kutoka meza ya mbinguni. Wanao tuko mahali hapa kusikia kutoka kwako Mfalme, na mbarikisha mtumishi wako na baraka za mbinguni. Napoenda kulileta neno Baba, kamtumie kama chombo chako, yale uliyokusudia akaweze kuyanena kutoka kwako Baba, yasipungue neno lolote. Na Bwana uko pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana kubariki sana. Amen. Mahali hapa ni kweli tuko na vyombo. Mahali hapa ni kweli kuna neema ya kipekee. Mahali hapa Bwana ametuinua. Mahali hapa Bwana ametupatia dhahabu. Amen. Pastor amesema laiti tungelipata macho tukaona kile ambacho kiko katika hii nyumba ya Mungu. Amen. Na hakika jioni ya leo tunaenda kupata macho ili tukaione ile dhahabu ambayo iko mahali hapa. Kuna vyombo tu nimeviona, Bwana anavitumia. Haleluya. Basi nataka tukasome katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 42. Soma pale 12 mpaka 17. Soma pale Ayubu 12 mpaka 17. Ayubu 42:12 mpaka 17. Ayubu mlango wa 42 mstari wa 12 hadi 17. Nitasoma. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 4,000, alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi ya ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Keren Hapuhu. Katika nchi hiyo yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4, na Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kubariki mtumishi wa Mungu. Tumesoma habari za Ayubu. Nataka uandike kichwa cha ujumbe, Mungu anaenda kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kukuinua. Nimefungua macho sana tu ya rohoni wakati yule mtumishi akishuhudia
juu ya maisha aliyoanza kuishi mpaka Tanzania, mpaka Mombasa, sasa hivi yuko Malindi. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Bwana anaenda kuinua mtu, hakika Bwana anaenda kukutoa pale mahali na kukupeleka maeneo mengine. Katika habari hizi ambazo tumezisoma za Ayubu, ninapokurudisha nyuma kidogo katika kile kitabu cha Ayubu ile 2, unapata shetani anaenda mbele za uso wa Bwana na anamwambia Bwana, je, huyu Ayubu anakucha bure? Lakini pale tunaona kwamba shetani akapewa nafasi ama akapewa ruhusa aende akamjaribu, aende akampige Ayubu kwa majipu. Biblia inaniambia ya kwamba Ayubu akachukua kigae, akaanza kujikuna mpaka mke wake anakuwa kinyume na maisha yake. Anamwambia ni heri umkane huyu Mungu ili ukafe. Kwa nini unaendelea kukaa katika hali hii? Itakuwaje mahali hapa hapakaliki? Lakini Ayubu unampata anamwambia mama ya kwamba nimefikiria ni wale wapumbavu, sikudhania ya kwamba ni wewe mama wa hii nyumba unayeniongelesha haya. Inamaanisha haya ilikuwa ni hali, hii ilikuwa ni kilio, ulikuwa ni uchungu kwa Ayubu. Kisha tunapoenda pale mbele kidogo, unapata kuna wachungaji wanaleta habari ya kwamba ng'ombe zako zimekufa, mpaka wachungaji, mimi niliyekukuletea habari ndimi niliyesalia. Kisha unapata pale pia watoto wa Ayubu wanaenda nao kuangamizwa wote. Unampata Ayubu kisha bado anaendelea kuongea ya kwamba anailani mpaka ile siku ambayo alitungwa mtoto wa kiume katika tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tunaporudi pale mahali tumesoma, Biblia inasema ya kwamba 12 anasema basi hivyo Bwana akambariki huyo, basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa Bwana anamrudishia Ayubu. Mahali hapa Bwana anamuinua tena Daudi. Mahali hapa Mungu anakiagane na huyu Daudi na huyu Ayubu. Niko mahali hapa kukwambia uko mahali pasawa mpendwa. Mungu ana mpango na wewe kama alivyokuwa na mpango na Ayubu, ndivyo alivyo anaenda kukuinua leo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ayubu kama Mungu alivyomrudishia Ayubu, ndivyo Mungu anaenda kukurudishia kila ulichokipoteza. Ayubu alipoteza watoto, Ayubu alipoteza mifugo, Ayubu alipoteza hata ile hali yake ya maisha. Ayubu alikuwa katika hali ya matatizo hata kwa magonjwa. Bado Mungu alibaki kuwa Mungu kwa Ayubu, maana alimrudishia. Furaha yangu jioni ya leo ni kwamba Ayubu hakumkana Mungu. Furaha yangu jioni ya leo ni kwamba hata wewe hautamkana Mungu. Katika yale yote ambayo unayaona, katika yale yote ambayo unayapitia, Bwana anaenda kukuinua. Kama alivyomuinua Ayubu, ndivyo atakavyoenda kukuinua wewe pia. Lakini nataka ufahamu kitu kimoja. Mungu haezi enda kukuinua ama kubadilisha maisha yako mpaka kuwe na ishara ya vita. Wakati unaona kumechafuka, wakati umeona vita, hapo jua baraka zako ziko karibu, hapo jua kuinuliwa kwako kuko karibu. Wakati umeona mchafuko, wakati kuna mawimbi, hivyo ndivyo ambavyo Bwana anataka akabadilishe maisha yako. Hivyo ndivyo Bwana anataka akabadilishe historia yako. Wakati wa Ayubu ulivyokuwa ulikuwa mgumu, kumbe pale kulikuwa na mpango mzuri. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alipata watoto wazuri kuliko wale wa kwanza. Baraka zako zinapokuja, zinakuja za ajabu kuliko zile za kwanza. Labda sahihi kuna vitu unapitia, labda sahihi kuna mambo ambayo unayaona hayako sawa. Nataka nikwambie huo ni mtihani, huo ni mchafuko. Mungu ana mpango na wewe kama alivyokuwa na mpango na Ayubu. Baraka zako ziko pale pale, kuinuliwa kwako kuko pale pale, maana Mungu hajaondoka katika kiagane mlichoagana na Mungu. Wakati wa mitihani huwa ni kipindi cha kuinuliwa.
na muujiza ama baraka ama kuinuliwa. Huwezi inuliwa, huwezi enda kiwango kingine pasipo hapa chini kwanza wewe kupambana na vita, wewe kupambana na mchafuko. Yule ataongea hili, ukifika hapa kuna mwingine anaongea, ukifika hapa huyu anakuvunja moyo. Waende mbele za Bwana, mbona Mungu inatendeka hii? Ni nini maana yake? Kumbe pale mbele kuna daraja Bwana nataka kufikishe, na huwezi kufika mpaka mwingine akunene vibaya, mpaka mwingine kwambie haufai, mpaka mwingine kwambie yule ataanguka. Na hapo ndicho chanzo cha wewe kuinuliwa, ndicho chanzo cha kupokea muujiza wako. Hapo ndo njia Mungu anatengeneza. Hata mshale ukukuingia wewe ukwepe, kisha upite uendelee na safari yako. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya, ndivyo Bwana anavyoinua. Hakuna maisha mazuri, hakuna baraka ambayo inakuja rahisi. Hakuna, mpaka mitihani. Hakuna kufaulu hata katika wokovu, hata katika wachungaji. Hakuna kufaulu katika hii hatua ya wokovu. Ili uanze uchungaji mpaka reverend, mpaka bishop, ujue kile ni kiwango. Kuna mitihani yake ambayo ni apitie, ndio aingie ile ofisi ya ubishop, aingie ile ofisi ya ukasisi. Kuna njia kwanza upitie. Mbona wakati Mungu anakupitisha ulaumu? Mbona ulaumu? Ni kweli Mungu atusaidie. Wakati Mungu anatengeneza njia ya wewe upitie kwanza, yeye anafurahikia, lakini wewe walaumu. Mitego, kila mmoja anaongea yake, mwingine anakuwa kinyume, mwingine anakunena vibaya, mwingine amewekwa pale kama mwiba. Ayubu alilani ile siku iliyotungwa mimba ya huyu mtoto wa kiume na ilaniwe. Alifika mahali Ayubu akasema, nilikuja uchi nitarudi. Maana ripoti aliyokuwa ameipokea ilikuwa ni ripoti ambayo ni mbaya tu. Biblia inasema Ayubu alirudishiwa. Amen. Rudishiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alirudishiwa. Kisha wavulana walikuwa ni 7, watoto wa kiume walikuwa ni 7, na wale wa kisichana walikuwa ni 3, wa ujiru wa 10. Haleluya! Punde zilirudi, ng'ombe zilirudi. Kumbe ukipokonywa unarudishiwa zaidi. Zakayo alimwambia Yesu, kama niliiba mimi narudisha mara 2 ya vile nilivyoiba. Walirudishiwa wale waliokuwa wamepokonywa. Kuna uwezekano umepokonywa hata afya yako. Niko hapa kukwambia Mungu anaenda kukurudishia, Mungu anaenda kukuinua. Wameiba hata maisha unayoishi, ni chuki kumbe kwa mwingine. Bwana anaenda kukurudishia. Andika hatua. Haya, katika kuinuliwa pia kuna hatua. Ili Mungu akaweze kukuinua ama akaweze kukurudishia, mkumbushe Bwana matendo yako mazuri. Ili Mungu akaweze kukuinua tena, mkumbushe Mungu matendo yako uliotenda. Soma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 20:3-6. Nataka nikupe hizi hatua ili ukitoka hapa ukazitumie ili uweze kumwona Mungu, ili Mungu akuinue ama kurudishie haki zako zote. Mkumbushe Mungu. Wafalme wa Pili 20:3. Wafalme wa Pili mlango wa 20 mstari wa 3 hadi wa 6. Nitasoma. Amen. Na kusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako,
Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwaa wakaweka juu ya jipu lake, naye akapona. Amen. Ilikuwa ni 6. Yeah. Barikiwa sana mtumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kwanza inasema ili upate kuinuliwa ama upate kurudishiwa, mkumbushe Bwana. Habari hizi za Hezekia, wakati fulani Hezekia aliugua na kukatumwa mjumbe Isaya akamwambia, mwambie Hezekia hataishi, atakufa, atengeneze mambo ya nyumba yake. Katika maandiko, Hezekia alipopokea huu ujumbe, alipopata hizi habari, kwanza aliziamini, alizipokea na akakubali ya kwamba ujumbe huu ni wa Mungu haswa, ameongea na mimi ya kwamba nitengeneze mambo ya nyumba yangu, maana nitakufa, sitaishi. Amen. Ni Mungu. Nimesema ya kwamba ili urudishiwe, ili uinuliwe, mkumbushe Bwana. Hapa Hezekia anageuka, anatafuta Mungu, anamwambia Bwana, angalia jinsi nilivyokuja mbele zako, angalia kile ambacho nimefanya pale Bwana, angalia hawa watumishi wanaabudu mahali hapa ni kwa sababu ya matendo yangu mimi. Hata sasa niko hapa, bado kuna jambo lipate kutendeka ili mtu mwingine aweze kusimama aendelee na Injili. Mbona Bwana ifanyike hivi? Mbona niondoke Bwana? Bado kuna kazi yako Bwana, nahitaji nisimame niifanye, maana kuna mahali niende nisimame ili wengine wakutumikie. Kuna mahali niwafikie wale watu, ni mimi niende pale Kilifi, ni mimi nisimame pale Mkongani, ni mimi niende kule Madetani kwa ajili ya nafsi zako Bwana. Anamkumbusha Mungu kile ambacho anafaa akakifanye, kinastahili kiende kikafanyike kwa wakati ule. Amen. Haleluya. Amen. Mkumbushe Bwana. Amen. Hapa watumishi wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nini jameni? Twendeni mbele za Bwana tukamkumbushe Bwana. Bwana, tunafanya hiki kisha bado twastahili, tunafaa tusimame katika nafasi hii. Mbona Bwana tuondoke na bado kuna kazi? Bwana alipoangalia, Biblia inasema Isaya alikuwa bado yuko njiani, hajafika kwake, akarudishwa. Anaenda akagaluse kifo Isaya. Mungu anena, Bwana anaenda kurudisha miaka 15 ya Hezekia aishi tena. Amen. Mungu anarudisha, Mungu anasimamisha tena. Hata kufa jamani Hezekia, maana kuna kazi. Mbona wao useme napitia hili? Mbona Bwana nasikia kama ambaye inafa kufa. Amen. 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 Mungu alisikia, Mungu alimrudishia tena kuishi. Haleluya. Amen. Hata sisi hapa Mungu hajashindwa. Kama ametufanya hivi, ametusimamisha mahali pazuri, ametutengenezea bustani ya Edeni hapa, hata ukiingia unasikia uwepo. Kweli si kweli watumishi? Amen. 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 Uwepo. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Amen. Kama Mungu anaweza kututengenezea bustani nzuri, anaweza kufanya zaidi ya haya ambayo tunayaona hapa. Amen.
anaweza kukusikia wewe hata kama umetangaziwa kifo, hata kama wengine wameandika kwenye internet ya kwamba hana kazi tena. Kuna Mungu ambaye anaenda kukupatia kazi. Yes. Hata kama wamesema yule hatazaa. Yes. Kuna Mungu ambaye anaenda kukupatia mtoto. Yes. Hata kama wamesema hautaolewa. Yes. Kuna Mungu anayekuletea kijana. Yes. Wamesema hutaoa. Kuna mtu anakuletea binti mrembo. Yes. Ndio. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Bwana anaenda kufanya, mpendwa. Mungu anasikia maombi anaombwa na Hezekia, lakini ujumbe unarudishwa tena kwa huyo Isaya aliyeleta ujumbe. Kwani huyu Mungu alikuwa hezi kuongea tayari pale na Hezekia, nimekusikia hutakufa. Bwana alikuwa anataka athibitishe ule ujumbe hata kwa yule aliyemtuma, ajue ya kwamba mimi ndiye. Yes. Wewe uliyetumwa, rudi wewe uliyetumwa. Wewe uliyetangaza, wewe ndio. Haya, niambie pastor. Yes. Nasikia sasa tukaombe tu. Tukamwambia Bwana yule aliyetumwa kutangaza ya kwamba yes, ni basi mimi, ni basi hakuna tena. Yes. Tunamwambia huyo yes, akatangaze habari njema. Haleluya. Amen. Nasikia tukaombe. Amen. Hapo amefika ni kusimama tu na kumwita Roho wa Mungu ashuka, atembee, aongee na watu wake. Jana tuliambiwa ni hii wiki. Amen. Amen. Naam. Amen. Haya, Jackson pale anacheka, mama anasema tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka haya maombi tukajiingize kwa utaratibu. Amen. Yana ametumwa na habari mbaya za kifo, anaregeshwa yeye alete habari njema. Yes. Inawezekana hata kwako baya. Yes. Inawezekana baya. Walitangaza kifo kwa biashara yako. Yes. Kwa walimu wako. Inawezekana. Inawezekana tena. Inawezekana. Yes. Amen. 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 Haya. Oh yes. Karibu pastor. Tosheka na hiyo ponzi moja. Zile zingine tuziache. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako tunapoenda kuomba. Karibu mtumishi. Yes.